رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن ظلمناه أو أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين آمين. Leo insha Allah akitufikisha jalla waala, tunatarajia tuendelee na tafsiri ya Qur'ani katika surati Tauba kuanzia aya nambari 67 mpaka aya nambari 70, kuanzia kauli yake tabaraka wa taala aliposema almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike wao kwa wao, yani wanafanana, wao kwa wao ni marafiki, wao kwa wao hupendana, na kwa hivyo wao kwa wao hujitenga mbali na mapenzi ya kuwapenda waumini. Almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd, wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike wao kwa wao. Yaamuruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, katika tabia zao zinazoendelea kuwekwa wazi na aya hizi ni wao huamrisha maovu na kukataza mambo mema. Jambo la kwanza huamrisha maovu na jambo la pili hukataza maovu. Wayakbidhuna aydiyahum, na jambo la tatu katika sifa zao zilizopo katika aya hii ni kuzuia kutoa sadaka. Wayakbidhuna aydiyahum, na nazuia mikono yao isitoe sadaka wala zaka. Nasullaha fanasiyahum, na mbali ya matendo yao hayo kwa kutumia vinywa vyao na mikono yao, pia hutenda matendo mengine katika nyoyo zao kwa kumuacha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah akawalipa kwa mujibu wa matendo yao, naye akawaacha. Nasullaha, wamemuacha Allah. Nasu kwa maana ya kusahau, inakusudiwa taraku, wamemuacha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ni kawaida katika Qur'ani kutumika kama ilivyokuja, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Ndio mahallu shahid. Qala kadhalika, ataambiwa mtu akishakufufuliwa siku ya kiyama, akifufuliwa aliyakuwa ni kipofu, kadhalika atatka ayatuna, kama hivyo ndivyo ambavyo wewe zilikujia aya zetu, fanasitaha ay fataraktaha baada an alimtaha, ukaziacha baada ya kuwa ulishakuwa unazijua. Ni kama pia neno nasu au nasia alivyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mashuhuri, man nama an salatihi au nasiyaha, man nama an salatihi au nasiyaha, mtu ambaye atakuwa amelala akaepukana kuswali swala yake, au nasiyaha wamesema watafsiri, au atakayeacha swala, falyusalliha idha dhakaraha, na iswali pale ambapo atakumbuka. Mtu ambaye ataacha kuswali, na baadhi ya wanachuoni wamechukua hadithi hii ikimaanisha wale ambao wanajuzisha kukidhi swala za faradhi mtu anapoacha. Ala kulli hal, neno nasia linakuja kwa maana ya taraka. Nasullaha, walimuacha Allah, fanasiyahum, na ya Allah akawaacha, kwa sababu Allah hawasahau. Allah katu hasahau kiumbe chake. Kwa hiyo fanasiyahum fatarakahum, innal munafiqina humul fasiqun, hakika wanafiki wao hasa ndio watu ambao wametoka katika taa ya Allah jalla wa ala.
Wa'ada Allahu almunafiqina, Allah amewaahidi wanafiki wa kiume, walmunafiqati, na wanafiki wa kike, walkuffara, na vile vile amewaahidi makafiri, nara jahannama, amewaahidi moto wa jahannam, khalidina fiha, watakaa katika moto huo milele. Hiya hasbuhum, moto huo ndio jambo linalowatosha wao, yani adhabu hiyo inawatosha kabisa. Walaanahum Allahu, na zaidi ya hapo, zaidi ya moto unaowatosha, Allah ataweka mbali na rehema zake. Walahum adhabun muqim, na watakuwa na adhabu yenye kuendelea milele. Kalladhina min qablihim, wanafiki hawa na makafiri hawa ni kama wale waliopita kabla yao, yani inafanana tabia zao na nyendo zao na matendo yao. Kanu ashadda minkum quwwatan, waliopita walikuwa wana nguvu zaidi kuliko nyinyi. Wa akthara amwalan, na walikuwa na mali nyingi zaidi. Wa auladan, na walikuwa na watoto wengi zaidi. Fastamta'u bikhalaqihim, wao wakastarehe kwa fungu lao katika kipato walichokipata katika dunia na sehemu walioipata katika starehe. Fastamta'tum bikhalaqikum, na nyinyi makafiri na wanafiki wa sasa vile vile na nyinyi mmeshastarehe kwa fungu lenu. Kama stamta'a alladhina min qablikum, vile vile mfano walivyostarehe waliopita kabla yenu, bikhalaqihim, kwa fungu lao. Wa khudhtum, halafu na nyinyi mnaingia katika batil, kuzichezea na kuzijadili aya za Allah. Kalladhina khadhu, kama walivyopita kabla yenu walikuwa wanazijadili dalili za Allah na kuzichezea basi na haki. Ulaika habitat a'maluhum, watu hao matendo yao yameporomoka, yani watu ambao watakuwa wanafanya starehe kwa kufuata shahawa zao, matamanio yao, na watu ambao wataingia katika shubuha mbalimbali katika itikadi zao na maneno yao, wakawa wanasema kuzichezea aya za Allah kwa shubha na shahwa. Mambo hayo mawili mtu akiwa nayo, ulaika habitat a'maluhum, anayefuata matamanio ya nafsi zake na akaingia katika kujichanganya yeye mwenyewe katika shubuhati, matendo yake mema yote yataporomoka, fi dunya wal akhirah, duniani na akhera. Au ulaika humul khasirun, na hao ndio watu waliokula hasara kwelikweli. Alam yatihim, hivi haijawafikia wao, nabaul ladhina min qablihim, habari ya wale waliopita kabla yao, qaumu Nuhin, kama vile kaumu ya Nuhu katika watu wa mwanzo kuangamizwa. Wa qaumu Adin, na watu wa Adi, watu wa Nabii Saleh. Wa qaumu Ibrahim, wa qaumu wa Thamud, wa Adin wa Thamud, na watu wa Adi, watu wa Nabii Hud. Wa Thamud, watu wa Nabii Saleh. Wa qaumi Ibrahim, na watu wa Nabii Ibrahim. Wa ashabi Madyana, na watu wa vichakani, yani watu wa Nabii Allah Shuaib. Wa ashabi Madyana, na watu wa Madyan. Ashabi Madyan ni watu wa Nabii Shuaib, watu wa Madyan, yani mji unaitwa Madyan. Walmu'tafikati, na watu ambao waligeuzwa juu chini, chini juu. Walmu'tafikati yani qaumu Lut, watu wa Nabii Allah Lut. Atatuhum rusuluhum bilbayinati, hao manabii wote watu wao kaumu zao walijiwa wao na mitume yao kwa dalili za wazi. Atatuhum, umma hizo zote, mataifa hayo yote, watu hao wote, kaumu hizo zote zilifikiwa na mitume yao, bilbayinati, kwa dalili za wazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Allah mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao wenyewe wao walikuwa ni wenye kuzidhulumu nafsi zao. Tafsiri ya aya hizi, almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd, maana yake almunafiquna walmunafiqatu, wanafiki wa kiume na wa kike, alladhina yudhhiruna lilmuslimina alimana bialsinatihim, ambao wanadhihirisha kwa Waislamu Uislamu wao kwa kutumia ndimi zao, yani midomo yao. Wayubtinuna alkufra fi qulubihim, na wanaficha ukafiri katika nyoyo zao. Hum sinfun wahidun, wao ni kundi moja. Ba'dhum min ba'd, maana yake sinfun wahid, wao ni kundi moja, ni chama kimoja lao moja. Mutashabihuna fi kufrihim wa nifaqihim, siku zote wanafiki wa kike na wa kiume, bila ya kujali tabia zao, bila kujali makabila yao au jinsia zao au nyakati ambazo wameishi. Mutashabihuna fi kufrihim wa nifaqihim, wanafanana katika kufuru zao na unafiki wao. Wa akhlaqihim wa aghradhihim, na tabia zao na malengo yao.
wa ba'dhuhum awliya'u ba'd, na wao kwa wao ni wenye kupendana na wenye kulindana na kunusuriana na kufanya marafiki wa karibu. Yaamuruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, katika tabia zao almunafiquna walmunafiqatu yaamuruna bima yubghidhuhu Allah wa yunkiruhu, wanaamrishana wao kwa wao kuyafanya mambo anayoyachukia Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo anayakataza, kama kufanya ufisadi katika ardhi, uharibifu, uuaji, unyang'anyi, au kuwafanyia vitimbi waumini au kuwadharau au kuwasema vibaya. Hizi ni tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazikataza na ni katika sifa miongoni mwa sifa za makafiri na wanafiki katika zama zote na katika jinsia zao zote. Min alkufri wal maasi, miongoni mwa mambo ya kufuru na maasi mbalimbali. Wayanhauna 'anil ma'rufi, na siku zote wanaamrisha yale mambo ambayo Allah ameamrisha kwamba ni mema. Alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, ambao anayapenda Allah, wao ndio wanayakataza. Wa yaamuru bihi min al-iman wal amal salih, mambo yanayopenda Allah na kuyaamrisha, wao ndio wanayokataza kama vile imani na matendo mema. Wayaqbiduna aydiyahum, na vile vile sifa yao nyingine, wayumsiku almunafiquna walmunafiqatu aydiyahum an ikhraj zakati amwalihim, wanafiki wa kike na wa kiume wanazuia mikono yao isitowe zaka ya mali zao. Wa an kulli ma wajaba alayhi min an-nafaqati, na kila aina ya mambo ambayo ni wajibu kwa wao kutoa katika utoaji, katika mambo yanayotakiwa kutoa. Wa min dhalika al-infaqu fil jihad, na katika hiyo ni kutoa katika jihad, vile vile kutoa katika zaka za mali yao au zaka za miili yao katika fitri, au kutoa kile ambacho wamejilazimisha wenyewe wao kwa kuweka nadhiri, au kutoa katika kuiendesha dini ya Allah katika namna nyingine, au kutoa katika kuwasaidia watu wengine wenye haja katika hali ya ulazima au hali ya khiari, zote wao ni kujizuilia, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kusema nasullaha fanasiyahum, wamemwacha Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasiya almunafiquna dhikra Allah, wanafiq wameacha kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wataraku ta'atahu, na wakaacha kumtii yeye. Na vile vile nasullaha, wameacha watu kujijua wao nafasi yao kwa Allah ni nafasi gani, na vile vile nasullaha, wamesahau malipo yaliyoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nasullaha, na vile vile wamesahau ubaya wa matendo ambayo wanayatenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote ni maana zinazokuja katika neno nasullaha. Fanasiyahum fataraka Allahu hidayatahum, Allah akaacha wao kuongoa, wa rahmatahum, na akaacha kuwarehemu, wa ahmalahum, na akawapuuza, watakhalla anhum, na akajiweka mbali kutokana na wao, akajitenga nao. Wayatrukuhum mukhalladina, na vile vile atawaacha huko siku ya kiyama wakae milele, fi adhabi jahannam fil akhirah, katika adhabu ya jahannam katika maisha ya akhira. Mfano wa aya hii ni kama ambavyo Allah amesema, waqila alyawma nansakum, wataambiwa makafiri kwamba leo tunakuacheni katika moto, kama nasitum liqaa yawmikum hadha, kama ambavyo nyinyi mlijisahaulisha kuhusiana na kukutana na siku yenu hii ya kufufuliwa. Wa ma'awakum nar, na mafikio yenu yatakuwa ni motoni. Wa malakum min nasirin, na wala nyinyi hamtopata yoyote yule wa kuwanusuru. Waqala subhanahu, na vile vile jalla wa ala akasema, wala takunu, wala msiwe kalladhina nasullaha, kama wale ambao walijisahaulisha mambo ya Allah, wale ambao walimwacha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumfahamu. Faansahum anfusahum, Allah na yeye akawasahaulisha nafsi zao, kwa maana na yeye akawaacha. Ulaika humul fasiqun, hao ndio watu ambao wametoka katika taa ya Allah baada ya kuwa kabla walikuwa wameshaingia katika iman, wakajisahaulisha na kuacha maamrisho na makatazo. Innal munafiquna humul fasiqun, hakika wanafiq wao hasa ndio watu ambao wametoka katika taa ya Allah. Maana yake innal munafiqina humul kharijuna an ta'ati llahi, akiwa wanafiq wao ndio ambao wapo nje ya taa ya Allah, wal imanu bina, kumwamini yeye subhanahu Allah mtukufu. Halafu baada ya kuelezwa sifa zao hizo wanafiki katika aya zinazofuata, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza natija ya sifa zao hizo, nini malipo ya sifa zao hizo, nini matokeo ya sifa zao hizo, nini mwisho wa matokeo au mafikio ya kile ambacho wanakitenda katika hizo zilizotajwa katika sifa zao.
akasema wa'adallahu, Allah amewaahidi almunafiqina walmunafiqati, wanafiki wa kike na wa kiume, walkuffara na makafir, nara jahannama khalidina fiha, moto wa jahannam wakai humo milele. Maana yake wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati, Allah amewaahidi wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, wa jami'al kuffari, na makafiri wote aina zote, an yudkhilahum nara jahannama, kuwaingiza katika moto wa jahannama, makithina fiha abada, wabakie katika moto huo milele. Hiya hasbuhum, moto huo ni jambo lenye kuwatosha. Ay naru jahannama kafiyatun liiqabi almunafiqina walmunafiqati walkuffari, moto wa jahannam ni jambo lenye kutosha kabisa kwa ajili ya kuadhibu wanafiki wa kiume na wa kike na vile vile makafiri aina zote, jazaan ala nifaqihim wa kufrihim, ambayo itakuwa ndio malipo kwa unafiki wao na kufuru yao. Wala'anahumullahu wa ab'ada Allahu almunafiqina walkuffar, na Allah ameweka mbali na rehema zake makafiri na wanafiki, wa taradahum min rahmatihi, na amewafukuza kutoka katika rehema zake. Kama qala ta'ala, kama ambavyo Allah amesema katika aya nyingine, la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun, ikiwa wanafiki na wale ambao katika nafsi zao kuna maradhi hawatokoma hawatoacha, walmurjifuna fil madina, na wale wenye kueneza shari katika mji, lanughriyannaka bihim, sisi tutakusalitisha wewe Muhammad dhidi yao uweze kuwapambana nao na kuwashinda. Thumma la yujawirunaka fiha, halafu hawatoweza kukaa jirani yako, kukaa karibu na wewe katika mji wa Madina, illa qalila, isipokuwa wachache miongoni mwao. Mal'unin, wamelaaniwa wote wanafiki na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi ya hasad au maradhi ya choyo. Kwa nini utume upewe wewe Muhammad? Kwa sababu hiyo kawa na kupinga miongoni mwa Wayahudi. Waqala subhanahu, na vile vile Allah akasema, inna Allaha, hakika ya Allah, la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira, amewalaani makafiri na ameandaa kwa ajili yao moto wenye mwako mkali. Khalidina fiha abada, watakaa katika moto huo milele. La yajiduna waliyan wala nasira, hawatopata yoyote yule wa kuwalinda wala wa kuwanusuru kutokana na adhabu ya moto huo. Wala hum adhabun muqim. Alafu Allah akamalizia aya hii kwa kusema wali ahli nifaqi, na kwa watu hawa ni kwa ajili yao wanafiki wal kufri, na watu wa kufru, adhabun daimun la yanqati, itakuwa ni kwa ajili yao adhabu yenye kudumu ambayo haitokatika. Alafu jalla wa ala akasema katika aya nambari 69, kalladhina min qablikum, kama wale waliopita kabla yenu, yani mfano wa wanafiki hawa wa kiume na wa kike, na mfano wa makafiri hawa ni kama mfano wa wanafiki na makafiri waliopita kabla yenu. Kanu ashadda minkum quwwa, walikuwa makafiri hao na wanafiki hao wana nguvu zaidi kuliko nyinyi watu wa Makka, na kuliko nyinyi watu ambao mtakuja baada ya watu wa Makka. Kanu ashadda minkum quwwa wa akthar amwalan, na walikuwa wana mali. Istamta'u bi khalaqihim, wakastarehe kwa fungu lao walilopata katika starehe za dunia za muda mfupi. Fastamta'tum bi khalaqikum, na nyinyi vile vile mkastarehe kwa starehe za muda mfupi kwa fungu lenu. Bi khalaqikum ay binasibikum, kwa fungu lenu. Kama istamta'a alladhina min qablikum, kama ambavyo walistarehe kwa muda mfupi wale waliopita kabla yenu. Bi khalaqihim, kwa fungu lao katika ulimwengu. Wa khudtum, nanyi mkazichezea aya za Allah na mkaingia katika kuzijadili pasi na haki, yani kwa batil, na mkaingia katika shubuhati. Kalladhina khadu min qablikum, kama walivyoingia wale waliopita kabla yenu katika aya kuzichezea na kuingia katika shubha. Ulaika habitat a'maluhum, watu wenye sifa hizo, wale waliopita kabla na hawa hivi sasa, wote matendo yao mema yatakuwa yenye kuporomoka. Fi dunya wal akhirah, duniani na akhira, hawatopata malipo duniani wala akhira. Wa ulaika humul khasirun, na kwa kuporomoka matendo yao mema hao ndio walikula hasara. Kalladhina min qablikum, maana yake ai fa'altum, mnafanya nyinyi wanafiki wa kiume na wa kike wa hivi sasa na makafiri wa hivi sasa. Ayuhal munafiquna wal kuffar, enyi wanafiki na makafiri. Kafi'li alladhina min qablikum, kama matendo ya waliopita kabla yenu. Hamwezi kuleta jipya, hamwezi kuvumbua geni, hamwezi kutengeneza jambo ambalo mtamshangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mnachokifanya ni kama kile kilichofanywa na waliopita kabla yenu.
fasayanzilu bikum min aluqubati, basi zitashuka kwenu nyinyi katika namna mbalimbali za adhabu, mithla ma nazala bihim, kama zilivyoshuka kwa wao. Wakad kanu aqwa minkum, na wao nguvu zaidi kuliko nyinyi, wa akthara minkum amwalan wa aulada, na walikuwa wana mali nyingi zaidi na watoto wengi zaidi kuliko mlionao nyinyi. Kama qala taala, mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema, awalam yasiru fil ardh, hivi watu hawatembei katika ardhi, fayandhuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, wakaangalia na kuzingatia na kuona na kufahamu ulikuwa vipi mwisho waliopita kabla yao. Kanu ashadda minhum quwwa, walikuwa na nguvu zaidi kuliko watu hawa wa Makka. Wa atharu al-ardha, na walipendeleza zaidi maisha haya ya dunia. Wa amaruha, na wakayaimarisha zaidi, wakayaamirisha na kuyaendeleza katika zaidi. Akthara mimma amaruha, kuliko walivyofanya maendeleo watu wa zama hizi. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinat, na walijiwa wao na mitume wao kwa dalili za waziwazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Allah kama ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, bali wao nafsi zao wenye wao walikuwa ni wenye kuzidhulumu. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, awalam yasiru fil ardh, hivi hawatembei katika ardhi, fayandhuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, wakaangalia na kuona na kuweza kupata mazingatio ulikuwa vipi mwisho waliopita kabla yao. Kanu hum ashadda minhum quwwa, hawa waliopita walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa waliopo hivi sasa. Yani miili yao ilikuwa ni mikubwa zaidi, nguvu zao zilikuwa ni kubwa zaidi, hata teknolojia yao ilikuwa ni kubwa zaidi. Na baadhi ya ushahidi wa hivyo ni piramidi ambazo zipo leo. Hakuna binadamu anayeweza kujenga piramidi mfano wa zile kwa mashine yoyote iliyopo inayofahamika. Hakuna ambaye anaweza kujenga, bali Allah anatuhadithia walikuwa wana nguvu na elimu na sayansi kiasi kwamba walikuwa wanaweza kupambana na maradhi, wanaweza kupambana na njaa, wanaweza kupambana na chochote, mpaka wakawa wanauliza man ashaddu minna quwwa, je, kuna chochote kile au yoyote yule ambaye ana nguvu za utaalamu za kiwiliwili za mashine za nini kuliko sisi? Yupo yoyote mwenye nguvu kuliko sisi? Awalam yarau, Allah anasema hivi, hawaoni anna Allah alladhi khalaqahum, ambaye Allah aliyewaumba wao, huwa ashaddu minhum quwwa, alikuwa yeye Allah ana nguvu zaidi kuliko yeye wao ambao wao wameumbwa. Yeye aliyeumba kwamba ana nguvu zaidi. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaondosha. Na wanahistoria wanakubaliana kwamba kuna forgotten au lost technology. Lazima watu waliopita huko nyuma walikuwa na teknolojia kubwa zaidi kuliko iliyopo hivi sasa, alafu imepotea, watu wameangamizwa, teknolojia ikapotea. Kwa hiyo Allah anaposema kwamba walikuwa wana nguvu, sio tu kwamba walikuwa ni majiant ya kiwiliwili, bali elimu zao na sayansi zao na teknolojia zao na uwezo wao wa kupambana na maradhi ni mkubwa zaidi. Leo inapita miaka, viwanda vya madawa vikubwa na makampuni yale makubwa, magonjwa yote yaliyozuka mapya, hakuna hata ugonjwa mmoja ambao sayansi hivi sasa imefanikiwa kutibu. Si corona, sio mabag, sijui nini. Magonjwa yote yanayozuka hivi sasa hakuna kampuni iliyofanikiwa, na miaka na miaka inapita, watu wanatafuta na dawa kwa sayansi inayoambiwa kwamba ni kubwa, lakini hakuna, isipokuwa biashara ndio inayoendelea. Lakini kutibu magonjwa ni jambo ambalo watu wamefeli kwenye uvumbuzi tokea kupitia miaka ya 80 kwenye uvumbuzi wa dawa ambazo zinatibu mpya. Hakuna uvumbuzi ambao unaendelea katika maeneo mengi. Binadamu wa leo, pamoja na kudai kwamba wana sayansi kubwa, wana jeshi kubwa, wana nini, lakini uhalisia kabisa undani ni kwamba watu kanu ashadda minkum quwwa, wale waliopita walikuwa na nguvu zaidi. Wa amaruha akthara mimma amaruha, na waliamirisha na kuitengeneza dunia na kuipeleka katika maendeleo zaidi kuliko ambao watu hivi sasa wanapeleka dunia katika maendeleo. Allah anasema wa amaruha akthara mimma amaruha kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi faakhadhahum Allahu bidhunubihim, Allah akawapatiliza na akawashika kwa dhambi zao. Wama kana lahum min Allah min waq, na hawakupata yoyote wa kuwaokoa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika biannahum,
imekuwa hivyo wao kuangamizwa na kupatilizwa kwa sababu kana taatihim rusuluhum, walikuwa wakiwajia wao mitume yao bilbayinati, kwa dalili za wazi, fakafaru, wakakufuru na wakakanusha na kupinga, faakhadhahumullahu, Allah akawapatiliza kwa adhabu, innahu qawiyyun shadidul iqab, hakika ya Allah ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Halafu akasema Allah katika aya ambayo tumeanza nayo, fastamta'u bikhalaqihim, hawa watu waliopita walistarehe kwa fungu lao la muda mfupi wa dunia. Fastamta'tum bikhalaqikum, na nyinyi leo kwa kufananisha nao, kwa kujifananisha nao, mnastarehe kwa fungu lenu dogo la muda mfupi katika starehe za dunia. Kama stamta'a alladhina min qablikum, mfano wa vile vile walivyostarehe kwa muda mfupi waliopita kabla yenu, bikhalaqihim, kwa fungu lao. Ai fatamatta'a kuffarul umami almadhiya, walistarehe kwa muda mfupi makafiri wa mataifa yaliyopita, binasibihim almuqaddar, kwa fungu lao lililokuwa limekadiriwa, yani la kiwango maalumu, lahum min ad-dunya, kwa ajili yao katika dunia, wa shahawatiha, na matamanio ya nafsi. Yani nasib hasa au alistimta' ni sehemu katika starehe wanazopata watu katika ulevi, katika wizi, katika kamari, katika dhulma, katika kula mali za watu pasi na haki, katika uzinifu, au katika starehe nyingine yoyote ile iwayo, ndio iliyoitwa katika aya hii, fastamta'tum bikhalaqihim, fastamta'u bikhalaqihim, watu walistarehe katika aina mbalimbali, katika kumbi za starehe, katika maeneo ya burudani, katika maeneo ya kujipatia mali au kina mama, au udhalilishaji wa watoto, yoyote dhambi ambayo binadamu anaona ana starehe ambayo inapita kwa muda mfupi, hauzidi zaidi ya uhai wake mtu, uhai wa dunia ambao ni mfupi mno. Wa mu'thirina, na hali ya kuwa wao ni wenye, kama ambavyo wanasema, wa athara fil ardh, wakawa wanapendelea zaidi jambo hilo, kuipendelea zaidi dunia. Mu'thiruna lahu ala naimi al-akhirah, wanazipendelea zaidi neema za dunia kuliko neema za akhera. Fatamatta'tum, na nyinyi ayuha almunafiquna, nyinyi wanafiki, walkufaru, na makufaru wa umma huu, na nyinyi mnastarehe kwa muda mfupi, binasibikum, kwa sehemu yenu, kwa fungu lenu, min shahawati dunia, katika matamanio ya ulimwengu, wa a'radtum 'anil akhirah, na vile vile mnapuuza akhira, kadhalika kama ambavyo wao walipuuza. Kama tamatta'a al-kuffaru, kama walivyostarehe kwa muda mfupi makafiri, alladhina min qablikum, waliopita kabla yenu, binasibihim, kwa fungu lao. Wa khudhtum kalladhi khadu, na kusaja la pili, baada ya kwamba mlifuata shahwa, matamanio ya nafsi, halafu vile vile mkaingia katika shubuhati, katika itikadi. Yaani maana yake wa khudhtum kalladhi khadu wa khudhtum ayuha almunafiquna walkufaru, na mkafanya shubha, mkazama katika batil, katika kujadili mambo kwa batil, basi na haki, basi na dalili, basi na uelewa, enyi makafiri na wanafiki, fil kufri wal kadhib, katika ukafiri na uongo, wal batil wa shubuhati, na mambo yasiyo ya haki, yani ya batil, na shubuhati, na mambo ya shubha, wal istihza'u billahi, na kumfanyia istihzai Allah wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake. Mathala al-khawd, kama walivyoingia katika shubha wale waliopita, alladhina khadat al-umam min qablikum, walivyokuwa wanaingia katika batili hizo wa mataifa yaliyopita kabla yenu. Ulaika, watu wenye sifa hizo, habitat a'maluhum, matendo yao huporomoka. Kwa hiyo kitu ambacho kitamfanya mtu asiwe na malipo siku ya kiyama ni kuwa na sifa mbili: kufuata shubuhati na kufuata shahawati, kufuata matamanio ya nafsi na kufuata shubha za walimwengu. Ulaika habitat a'maluhum, watu hao matendo yao mema yameporomoka, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Ay ulaika alladhina tamatta'u bishahawati dunya, hawa ambao wamefuata shahwa za dunia, matamanio ya nafsi ya kidunia. Wa khadhu bil batil, na vile vile wakaingia katika kuzijadili aya za Allah kwa shubha, pasi na haki. Batalat a'maluhum fi dunya wal akhirah, matendo yao mema yamepotea na yamebatilika hapa duniani na akhera. Fala yaqbaluha Allah ta'ala minhum, Allah hatoyakubali. Wala yusnihim alaiha, wala hatowalipa. Wala yusibuhum alaiha, wala hatowalipa thawabu kutokana na matendo hayo. Na hapa katika aya hii, ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, bali mambo haya mawili, fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'u bi khalaqihim au fastamta'tum bi khalaqikum, na hii wa khudtum kalladhi khadu,
ni mahali pa kukaa na kuumiza kichwa, kwamba kinachowaangamiza watu katika aya hii Allah amekisimplify na kukirahisisha kutuletea point wise, kwamba vitu viwili ndio vinavyoangamiza watu. Vitu viwili ndiyo kichwa cha maovu mengine yote, mtu kufuata shubha na mtu kufuata shahwa. Kwa shubha ndiyo watu huingia katika aina za madhambi ambayo kwayo huridhisha miili yao, na kwa shubha ndiyo watu hujaribu kuzichezea aya za Allah kustarehesha akili zao, wakajiona kama kwamba wao wana akili zaidi kuliko Allah na mitume wake na watu wema waliopita, wakajiona kama kwamba wao wanaweza kumchallenge Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo haya yamekuwa karibu zaidi katika zama zetu sisi kuliko zama zozote zile zilizopita. Mtu anaweza kukaa kiganjani kwake akaweza kutimiza shahwa za nafsi yake kadri anavyotaka, kucheza kamari, kuangalia ngono, kuangalia mambo mengine machafu, au kupoteza muda katika kuangalia mziki au kufanyeje, kadiri anavyotaka katika shahwa, kwa kutumia tu simu yake ndani ya chumba chake pasi na kwenda popote pale. Bali anaweza akaiba, anaweza mtu akadhulumu wengine kwa kutumia simu yake chumbani kwake, akawa anatapeli watu na kadha, akatimiza shahawa zake akiwa yupo ndani kwake. Kama ambavyo masala ya zina na liwathi na nyingineyo yamekuwa rahisi mno, nayo watu wanatumia simu zao kuoda, kufanyaje mambo machafu ambayo binadamu wa nyuma singaliweza kufikiria kwamba uovu wa kutekeleza shahwa ungalikuwa rahisi kiasi hicho, bali mtu akitoka kuna maeneo maalum yanayojulikana kwa kufanya dhambi hizo. Hili ni jambo katika mambo ambayo yanafuta kabisa mema ya mtu kufuata shahwa zake. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm, je, umemwona yule mtu ambaye amefanya Mungu wake kuwa ni matamanio yake ya nafsi na Allah akampoteza baada ya kuwa mtu huyu alikuwa anayajua mambo. Faman yahdihi min ba'di llah, ni nani ambaye ataweza kumuongoza asiyekuwa Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, atakayeweza jambo hili akapambana nalo vizuri na akaogopa kusimamishwa mbele ya Allah, mtu huyo amefaulu. Kwa hiyo jambo la shahwa ndio mlango mkubwa kabisa katika milango. Mambo mengine yote yanashuka hapo, ikiwa ni ulevi, ikiwa nini, yanashuka kwa shahwa, matamanio ya nafsi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake ametufundisha kwamba jambo hili mtu anaweza kupambana nalo vipi. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba aliwatoa katika Bani Israili watu ambao ni maimamu, wanaongoza watu katika dini ya Allah pale ambapo walistahamili wakasubiri. Mtu akiweza kustahamili akiwa peke yake, akaweza kujilazimisha kubakia na maamrisho ya Allah, waamur ahlaka bisalati wastabir alaiha, waamrisho watu wako nyumbani kuswali na wewe ujilazimishe katika swala. Halafu wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, ujisubirishe pamoja na wale ambao wanamuomba Allah asubuhi na jioni, na ujisubirishe na kuendelea kusubiri kuwashinda watu wengine wanaosubiri. Ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu, subirini na muzidi katika kusubiri na muwe mnasubirishana nyinyi wenyewe. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, muwe mnahusiana kuhusiana na jambo la subra na mnahusiana vile vile katika haki, mpaka Allah akasifu kuhusiana na jambo la subra, akasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, wanaosubiri hao Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo ambayo hayahesabiki. Kwa hiyo subra ndiyo dawa pekee, hakuna dawa nyingine ya mtu kupambana na shahwa, kujisubirisha mule ambamo ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala asubiri, awe mstahamilivu, kustahamili mtu katika kadari ya Allah, kustahamili mtu katika kutekeleza maamrisho ya Allah, kustahamili katika kuacha makatazo ya Allah, kusubiri mtu katika masaibu anayompata katika mitihani ya dunia, na kusubiri kutokana na shari za viumbe wenzake. Humu mote mtu anatakiwa achunge subira yake na ustahimilivu wake katika raha, furaha, na katika mabalaa na katika huzuni. Halafu jambo la pili ni wakhudhtum kalladhi khadu, kuingia katika shubha. Nayo imekuwa ni rahisi mno mtu mtandaoni kupatwa na shubha wakati mwingine wala hakuitarajia. Ukiwa YouTube au ukiwa upo kwenye mtandao wowote wao, hata ikiwa ni Jamii Forum au wapi, huku kumejaa watu ambao wanajiita atheist, ambao kwa kweli hakuna atheist, hakuna, kwa sababu kama ala kulli hali ni kwamba mtu shubha leo zimetandazwa katika kila sehemu, hasa katika mitandao. Na Allah ametuambia
walaqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha au yustahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yansiyannaka ash-shaytanu fala taq'udu ma'a dhikra ma'a alqaumi alkafirin au kama qala tabaraka wa taala. Na kwa hakika mmeshushiwa wahi wewe Muhammad ya kwamba ukisikia watu wanazikufuru aya za Allah au wanazifanyia istihza, basi wewe usikae pamoja nao. Kwa hiyo dawa ya kwanza ambayo Allah ametupa kuhusiana na shubha hizi ni mtu kuto kujiweka katika madhani shubha, pahali ambapo anaweza akafikiwa na hizo shubha, asije akajiona mtu kwamba yeye ana elimu sana au ni mjuzi sana au anaweza kuchambua sana vitu au anaweza kujibu hoja za watu wengine, akajiexpose kwamba basi leteni hizo shubha zenu mimi nitajibu. Jambo la kwanza, Allah anatuongoza kwamba tujiweke mbali na shubha, si vitu vya kuviendea, kwa sababu vitu vingi vipo vya maana vya kuendea wala si shubha. Halafu katika ile aya ambayo tulianza nayo, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dawa ya shubha ni mtu kuwa na yaqini, na yaqini maana yake ni al-imanu aljazim la yukhalituhu shak, ni imani ya moja kwa moja ambayo haichanganyiki na shaka ndani yake. Kwa hiyo subra na yaqini, imani iliyothibiti kabisa, imani rasikha ambayo imethibiti, imekita katika moyo, haina chembe ya shaka. Hivi ndio vitu ambavyo vinaweza kusaidia mtu akaweza kutoka katika majanga haya mawili, ambayo akiingia katika majanga haya mawili ndio watu wanaweza kupoteza matendo yao yote. Na kwa sababu ya shahwa ndio watu hutenda matendo mabaya, na kwa sababu ya shubha ndio watu huingia katika bid'a. Kwa sababu ya shahwa ndio watu hutenda maovu, na kwa sababu ya shahwa kufuata matamanio ya nafsi watu ndio hufanya bid'a zote unazoziona, pamoja na kwamba mtu anaona kwamba anatenda wema, lakini ndani yake inakuwa imeingiliwa na matakwa ya nafsi. Amesema ulaika humul khasirun, watu hao ndio watu walikula hasara. Ulaika humu almaghbununa, hao ndio watu ambao wamefilisika bihirmani alkhair, kwa kuharamishiwa khairi alajili walajili za duniani za akhira, wa husuli liiqabi fi dunya wal akhira, na kwa kupata adhabu duniani na akhira. Alam yatihim, je wanafiki hawa na makafiri hawa haijawafikia wao naba'ul ladhina min qablihim, habari ya watu waliopita kabla yao, qaumi nuhin, watu wa nabii Nuh, wa Ad, na watu wa kabila la Adi, na watu wa Thamud, watu wa nabii Saleh, na watu wa nabii Allah Hud, wa qaumu Ibrahim, na vile vile kaumu ya nabii Ibrahim alayhimus salam, wa ashabi Madyana, na watu wa mji wa Madyana, wani watu wa nabii Shuaib, wal mutafikati, na watu waliogeuzwa chini juu na juu chini, yani watu wa kaumu Lut. Atatuhum rusuluhum, hao wote walifikiwa na mitume yao, bilbayinati, kwa dalili za wazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, basi Allah hakuwa mwenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao wenye wao walikuwa ni wenye kuzidhulumu nafsi zao, ikawa halali kwao adhabu ya hapa duniani na adhabu ya milele ya akhera inawasubiri. Alam yatihim naba'ul ladhina min qablihim, maana yake alam yasma'il munafiquna, je wanafiki wal kuffara, na wanafiki na makafiri hawajasikia khabara ihlakina al umam al kafirata al madhiya, habari za kuangamiza kwetu umati tofauti tofauti, mataifa tofauti tofauti ya makafiri waliopita. Halafu akasema Allah kuelezea baadhi ya mifano ya watu hao, qaumu Nuhin, watu wa nabii Nuh, wa Adin, na Adi, na ambao ni qaumi Yahudi, wa Thamud ambao ni qaumi ya nabii Allah Salih, wa qaumu Ibrahim, na qaumi ya nabii Allah Ibrahim, wa ahlu Madyan, na watu wa mji wa Madyan ambao ni qaumi ya Shuaib, wa ahli qura qaumi Lutin, na watu wa mji wa nabii Lut, allati inqalabat bihim, ambao mji wao uligeuzwa, fasara a'laha asfalaha, tahamaki ukawa chini yake ndio juu yake, ukageuzwa ukawa ni mji ulio na ardhi iliyokufa, kwa sababu ardhi sio na rutuba ikaletwa juu, na ardhi yenye rutuba ikawekwa chini. Ikawa hivyo ardhi yao na bahari yao. Atatuhum rusuluhum bilbayinat, hao wote walijiwa na mitume yao kwa dalili za wazi. Aijaat tilka al-umam, mataifa hayo yote walifikiwa wao rusulullahi, na mitume ya Allah, bilmu'jizati, kwa miujiza, alwadhihati, iliyo wazi. Fakadhabu rusula, wakikadhibisha mitume. Faahlakahumullahu, Allah akawaangamiza.
Kama qala taala, kama pengine Allah amesema, alam yatikum, je haijakufikieni nyinyi, naba alladhina min qablikum, habari waliopita kabla yenu, qaumi nuhin wa adin wa thamud, qaumu ya nabii Nuh na Adi, yani watu wa nabii Hud, wa Thamud, watu wa nabii Saleh, walladhina min ba'dihim, na watu waliokuja baada ya hawa watu wa mwanzo, la ya'lamuhum illa Allah, hakuna anayewajua watu hao na umati hizo isipokuwa Allah peke yake. Jaatuhum rusuluhum bilbayinati, wote hao walijiliwa na mitume yao, walifikiwa na mitume yao kwa dalili za waziwazi. Na vile vile Allah akasema, kadhabat qablahum, wamekadhibisha kabla ya watu wa Makka, qaumu Nuhin, watu wa nabii Allah Nuh, wa ashabu rasi, na watu wa mji wa Rasi, wa Thamud, na vile vile kabila la Thamudi la nabii Allah Saleh, wa Adun, na watu wa kaumu ya Adi ambao ni watu wa nabii Hud, wa Firaun, na vile vile Firaun, wa ikhwanu Lut, na ndugu zake nabii Lut, wa ashabul aikati, na watu wa vichakani, yani watu wa nabii Allah Shuaib, wa qaumu Tubba, na qaumu ya Tubba. Kullun kadhaba ar-rusula fahaqqa iqab, wote hao walikadhibisha mitume ikathibiti kwa wao adhabu. Fama kana Allahu liyadhlimahum, basi Allah hakuwadhulumu watu hao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, bali wao wenye wao walikuwa ni wenye kuzidhulumu nafsi zao. Maana yake fama kana Allahu liyadhlima tilka al-umam al-mukadhibata, Allah hakuwa mwenye kuwadhulumu watu hao waliokuwa wanakadhibisha mitume, biihlakihim, kwa vile kuangamiza wao, qabla iqamati al-hujjati alaihim, kwamba aliwaangamiza kabla hajawathibitishia hoja, walakin kanu yadhlimuna anfusahum, bali wao walikuwa wakidhulumu nafsi zao, bilkufri, kwa kukufuru billahi, kumkufuru Allah, wa isyanihi, na kumuasi, wa takdhibi rusulihi, na kukadhibisha mitume yake, fastahaqu iqabahu, wakawa ni wenye kuthibitikiwa, wakawa ni wenye kustahiki kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo Allah amesema, dhalika an lam yakun rabbuka, hivyo imekuwa hivyo kwamba mitume wanapelekwa na dalili zinabainishwa, kwa sababu asije akawa Mola wako muhlika alqura, mwenye kuangamiza miji, bidhulmin, kwa kuwadhulumu, wa ahluha ghafilun, hali ya kuwa watu wake ni kughafilika, hawajapelekewa mjumbe, bali kila aliyoangamizwa kwanza alipelekewa mjumbe, halafu akapewa muda. Waqala tabaraka wa taala, na vile vile akasema, wama kana rabbuka, na hakuwa Mola wako mlezi, muhlika alqura, mwenye kuangamiza miji, hata yab'atha fi ummiha, mpaka atume katikati ya kitongoji au ya mji, rasula, mtume, yatlu alaihim ayatina, aende akawasomea aya zetu. Wama kunna muhlika alqura, na sisi hatukuangamiza kijiji chochote au miji yoyote, illa wa ahluha dhalimun, isipokuwa watu wa mji huo walikuwa ni madhalim. Katika mambo ambayo tunajifunza kwa haraka haraka katika aya hizi, katika aya almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd, inaonyesha kwamba wanafiki siku zote wanawafikiana katika matendo yao wao kwa wao, na wanapendana wao kwa wao, na tabia zao ni hizo hizo. Wa qawluhu ta'ala, fastamta'tum wa khudhtum, ambayo tumeelezea kwa sana. Fastamta'tum amesema imeelezewa katika wakati ni habari inaelezewa kwa wakati uliopita, kwa ajili ya kuelezewa ubaya wa kila mwenye tabia hiyo, kila mwenye tabia moja katika istimtaa na yani kufuata shahwa, wa khudhum, na vile vile kufuata shubha. Kwa hiyo kila ambaye hali yake ni hali kama hiyo, anatajwa kwamba huyo ana hali mbaya, kama ambavyo walipata mwisho mbaya wale waliopita waliokuwa na sifa hizo. Alafu jambo la tatu, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim khudtum kalladhi khadu fasadu dini, kuharibika kwa dini, imma an yaqa bil i'tiqadi al batil wa takallum bihi, imma itakuwa ni kwa sababu ya mtu kuitakidi mambo mabaya na kuyafanyia kazi, kuyatamka, yani ana moyoni mwake na anatamka, ndio jambo tunasema ni shubha. Anasema wa huwa al-khawd, hiyo ndio khawd ambayo sisi tumetafsiri kwamba ni shubha. Au yaqa fil amali, au mwingine atatekeleza tendo bikhilafi al-haqqi was-sawab, basi na haki, yani kinyume na haki na sawabu. Wa huwa al-istimta'u bil khalaq, na hiyo ndio mtu kutumia starehe za muda mfupi kwa fungu lake aliyojaliwa hapa duniani. Fal awwalul bid'a, lile la kwanza ile khawd ambayo tumeita shubha, yeye anasema ni bid'a. Wathani ittiba'ul hawa, na ya pili ambayo tumesema kwamba ni shahwa, yeye amesema ni ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa ndio shahwa, na albid'a sisi tumesema kwamba ni
ni shubha, kuingia katika shubha. Wa hadhani huma aslu kullu sharrin wa fitnatin wa balaa, na haya mawili ndio asili ya kila aina ya shari na mitihani na mabalaa. Wa bihima kudhibat rusul, na kwa sababu ya mambo haya mawili ndio mitume imepingwa. Wa usiya rabbu, na Allah amepingwa, watu wakamuasi. Wa dukhilatin nar, na moto utaingiwa kwa sababu ya mambo haya. Wa halatil uqubat, na mateso waliyopata watu katika aina za adhabu hapa duniani zimekuwa halali kwa sababu ya mambo haya mawili. Fal awwalu min jihati shubuhati, lile la kwanza ni upande wa shubha. Wa thani min jihati shahawati, kama ambavyo tumetangulia kusema, na la pili upande wa shahwa. Walidhalika kana salafu yaqulun, na salafu walikuwa wakisema, ihdharu minan nasi sinfaini, waogope katika watu makundi mawili. Sahibu hawa fitnatuhu hawahu, mtu wa matamanio ambayo mtihani yake ni matamanio yake ya nafsi. Wa sahibu dunia, na mtu wa dunia. Ajabathu duniyahu, ambaye dunia yake imempendezesha. Ala kulli hal, maelezo katika jambo hilo ni marefu, lakini muhimu ni kuzingatia kwamba watu wanapotea kupitia shahwa na kupitia shubha. Jambo la nne amesema, nasullaha fanasiyahum, aqaba Allah subhanahu man nasiyahu uqubataini, watu waliomwacha Allah wanaadhibiwa kwa adhabu mbili. Ya kwanza, annahu subhanahu yansahu, kwamba wao Allah na wao atawaacha kama alivyosema nasallallahu fanasiyahum. Na ya pili, annahu yunsihi nafsahu, mtu yeye mwenyewe atafanywa ajisahau hata yale mambo ambayo ni muhimu kwake yeye mwenyewe nafsi yake, yani wale mambo ambayo ni ultimate, yana faida kwake kuhusiana na dunia yake na akhira yake, kwa sababu anaingia katika zina, anaelekea katika magonjwa na kufilisika, anaingia katika ulevi, anaingia katika magonjwa mbalimbali vile vile, na kuharibikiwa katika kazi yake na kipato chake na familia yake na kadha na kadha. Kila mtu anaingia katika dhambi anapata jambo ambalo linamharibia yeye mwenyewe. Kwanza husahaulishwa mtu yeye mwenyewe kwa sababu ya kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ahkam. Mambo ni mengi ya kuyataja katika faida za aya hizi, lakini ala hadha alqadri yakif. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nadhani tumepata take home masala ni shubha na shahwa. Wallahu a'lam. Karibuni kwa michango na maelezo ya ziada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair Sheikh Abbas. Nilikuwa na maswali mawili. Ilikuwa ni ile aya inasema almunafiqina walmunafiqatu ya'muruna bil munkar wa yanhauna, kwamba kinyume na waumini ambao wanaamrisha mema na kukataza mabaya, wao wanaamrisha mabaya wanakataza mema. Swali langu ni kwamba walikuwa wanafanya jahara, yani kila mtu anaona, au walikuwa wakifanya kwa siri kuamrisha mabaya na kukataza mema? Hilo la kwanza. La pili ilikuwa ni hizi kaumu katika amba tumesoma wakitajwa watu Nabii Allah Hudi, wanataja kwamba Adin, yani kama vile Bani Adin, kama watu wa ukoo fulani wa Adi, na watu wa Nabii Allah Saleh wanaitwa Thamudi. Lakini wakitajwa na watu wa Nabii Allah Lutu wanaitwa kaumu, na Nuhu pia vile ni kaumu. Kuna tofauti labda na ujumbe ambao wamepelekwa labda alipelekwa kwa watu maalumu, au kaumu walizopelekwa ziko zinaishi na watu hao tu peke yake, au maeneo maalum? Lakini vile vile watu wa Nabii Allah Shuaibu walikuwa wanaitwa ashabu Madian au ashabu al-Aikat. Yani ilikuwa kwamba message zao zinaendana na maeneo maalumu na watu maalumu, au ni umumi kwa watu wote? Na kama ni umumi, kwa nini hazikuitwa kaumu kama vile ilivyokuja kwa mitume mingine? Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maswali yamekuwa makubwa kuliko mjibuji, lakini ya kwanza, je, walikuwa wanafiki wanaamrisha watu kwa siri au kwa dhahir? Inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Wanafiki wanafanana na makafiri na wote Allah atakusanya motoni pamoja kwa sababu ya tabia zao zinazofanana. Makafiri
na yani Mayahudi, Wakristo, wapagani na wanafiki katika tabia zao wanafanana, na wala hakuna tofauti baina, kama ambavyo wamesema, kama alladhina min qablikum, kama waliopita na hao wa hivi sasa, nao ni kama waliopita. Hivi unavyowaona kwamba hawaoni tabu kwamba waue watu, waue wanafunzi wa kike, au wafanye kama mambo yalipo kwenye Epstein Files, wafanye hayo, na wanahimizana na wanaitana na wanaalikana na yanayo, yani wala watu hawaoni kisisi makafiri hivi vile wanavyofanya, kuwaua Palestina ndugu zetu wanavyofanyiwa, au wanavyofanya Wachina kwa Waislamu wa China. Hawaoni tabu kuyafanya mambo haya jahran, kweupe. Ndio hivyo hivyo walivyokuwa wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakubaliana na Waislamu, tukutane tukapigane nje ya Madina, tukapigane Uhud. Halafu akishakufika kule, mtu anasimama anasema hapana, vita hivi havituhusu, tuache watu wa Maka wapigane watu wa Maka wenzi wao, sisi watu wa Madina turudini. Pande la waumini linakatika, hivyo wanaonekana. Na walikuwa yani, hiyo kuamrisha maovu ndiyo tabia yao, ndiyo dabu yao, ndiyo ipo ndani ya damu yao. Kwa hiyo kila wakipata fursa tu wao wanaamrisha jambo ambalo halafu wanalipamba kwamba hii ni tabia ya wanafiki kutokea zamani, kwamba wakiwa kwa siri wanafanya, lakini na dhahiri inapobidi wanafanya. Inapotokezea fursa kwamba hapa wafanye, walikuwa wanafanya mambo kama ambavyo tumepita aya za jana, wanasema na wanasikilikana kabisa, wanamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtaja kwa majina tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mambo ambayo walikuwa wanayafanya, kuamrisha watu uovu hivi hivi na kuzipinga amri za Allah na mtume wake kwa kuzitia namna fulani, kama hivyo walipokuwa wanakataa kwenda katika jihadi. Wanakwenda mtu anajitangaza bila ya mtume kwamba ya Rasulullah kaza na kaza na kaza na kaza, mimi nikaenda huko itakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa walikuwa wanafanya vitu hivyo dhahiri. Suala la hili la kaumu na ashabu na kutajwa watu kwa majina, naomba nilipitie vizuri zaidi kabla ya kutolea majibu ambayo hivi sasa yatakuwa hayajakamilika. Alafu ulikuwa na swali jingine nadhani la tatu, au ni hayo mawili tu? Shedachi, maswali yalikuwa ni mawili au matatu? Shedachi ya mute. Maswali ni hayo mawili Sheikh. Basi naomba hili lingine tulipatie muda zaidi. Kwa sasa niseme Haya, kwamba silijui, kwa sababu ni sawa. katika busara kusema unapoulizwa kitu ukasema hujui. Wallahu a'lam wa ahkam. Naam, kama kuna mchango mwingine tunakaribisha. Na- Naam, Shaba, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, nilikuwa na swali hapa katika hii aya ya ambayo anasema katikati yake hapa Allah anasema fastamta'u bikhalaqihim fastamta'tum bikhalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum. Hii neno khalaq hapa tumeweza kuona ni kwa maana ya kama nasib min shahawati dunia. Sasa nalikumbuka pia limetumika sehemu nyingine katika sura al-Baqara, ili katika ile Allah subhanahu kutaja namna ya watu kuomba dua pale wakiwa katika Kaaba, ndio anasema baadhi wao huwa wanasema fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqi, ikiwa Naam, khalaqi ile ni hiyo. na Maana ni hiyo khalaq, kwa maana ya nasibu, fungu. ah Na pia sasa katika yani ambacho kimeni confuse kidogo kwamba huku imetumika kimaana ya katika upande wa kama kidunia, alafu huku linatumika kama upande wa kiakhera. ili mradi ni fungu na Ah, khalaq ni nasibu, ah, haijalishi ni fungu ndio. katika dunia au akhera, Ah, ni fungu. Na pia imetumika vile vile katika nadhani aya 103, walaqad alimu laman ishtarahu, au 102 Bakara, walaqad alimu laman mm, ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kwa akhira vile vile naam. khalaq kwa maana ya nasibu. Hiyo. Naam. Na Shukran. kama hakuna ziada tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.